Brothers and sisters, mabibi na mabwana, hii ni The Pharmacist ya Basili TV inayokujia moja kwa moja kutokea kipande hiki cha Upanga Magharibi. On the air is Dr. Kudu Zekudu, Dr. Kuduishe Kisowile. Nimeipatia? Yes, hii ni The Pharmacist ambayo inakuletea moja kwa moja majadiliano na wataalamu, wadau, watunga sera, watafiti na wanafunzi mbalimbali katika sekta ya afya, ambapo itakuletea elimu, utaweza kupata elimu na mafunzo, lakini pia ufafanuzi wa mambo mbalimbali yanayoikumba sekta ya afya na jamii kwa ujumla. Leo mada ambayo tuko mezani nayo ni tunaangalia nafasi ya mwanamke kwenye maendeleo ya afya nchini Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, na kutoka kwenye Wizara ya Afya, Wizara ya Maendeleo ya Jinsia, lakini jamii, wanawake na makundi maalum imeainisha kwamba maadhimisho kilele cha siku hii kitaifa itafanyika pale jijini Arusha, ambapo kauli mbiu ya mwaka huu ni wanawake na wasichana 2025, usawa, lakini pia haki, usawa na uwezeshaji. Sasa katika hayo tunaungana na daktari mwandishi katika unamuita mwanaharakati kwa sababu amekuwa akiandika maandiko mengi sana, na ni miongoni mwa wanawake ambao hii ni siku yao kusherehekea. Kwa hiyo tunaungana naye leo katika kuangazia hilo eneo na nafasi ya mwanamke katika maendeleo ya afya nchini Tanzania. Karibu sana daktari. Asante. Yes. So daktari, kwanza nataka watu wa kufahamu. Mimi binafsi na kufahamu na nimekuwa ni follow wako namba 1 katika harakati zako hizi katika sekta ya afya, na umekuwa ukifanya vizuri sana katika maeneo mbalimbali katika hii sekta ya afya. So nataka ujitambulishe, watu wa kufahamu. Karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Dr. Kuduishe Kisowile. Ni daktari wa binadamu, lakini pia ni mwandaji wa maudhui ya afya, hasa mitandaoni. Yes. That is in a nutshell. Kwa kifupi tu. Sawa. Lakini nimeona maandiko yako mengi unapenda kuyaweka katika mtandao wa X, ambao zamani ulikuwa ni Twitter, na kidogo na kuona sana LinkedIn. Sijui kwa nini sana unapenda Twitter? Okay. Napenda Twitter kwa sababu kwa tuseme research zinazofanyika ni kwamba Twitter ni au X, yes, bado naita jina lake lililozaliwa. So Twitter ni mtandao ambao ni rahisi kuwafikia watunga sera na watu wanaofanya maamuzi. Yes. Kwa hiyo mara nyingi ninashare kwenye Twitter kutoka Medium, na pia sasa hivi niko active kwenye LinkedIn kwa sababu ni mitandao ambayo watunga sera na watu wanaofanya maamuzi ni rahisi kuona na kuinteract compare to mitandao mingine. Kwa sababu maandiko yangu lengo sio tu kuwafikia wananchi wa kawaida, lengo ni kuwafikia wale wanaofanya maamuzi, waone tuna changamoto gani, kuna nini wanaweza wakafanya, na tukapata mabadiliko chanya kwa jamii yetu. Kwa mwananchi wa kawaida ambaye ana mawazo chanya kuweza kuwafikia watunga sera mbalimbali, unashauri wayaweke kwenye mtandao huo? Yes, absolutely. Ni rahisi ukimtag kiongozi Instagram. Yes. Anaweza sione for long time. Lakini Twitter ni rahisi ukapata majibu ndani ya muda mfupi sana. Sawa. Kauli mbiu ya mwaka huu tukiwa tunaelekea kuadhimisha siku ya wanawake duniani kitaifa, tunasema wanawake na wasichana 2025 tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Hii kauli mbiu ya tuimarishe haki, sawa na uwezeshaji ina maana gani kwenye engo sasa ya afya ya wanawake na wasichana nchini Tanzania? Wewe unaiona wapi hiyo tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji kwenye engo au kwenye upande wa afya? Wewe kama daktari mwandishi kwenye hilo eneo unaitafsiri vipi au unaionaje? Okay, nadhani ili kuelezea kauli mbiu hii inamaanisha nini katika mrengo wa afya, kwanza nionyeshe role ya wanawake katika
afya. Yeah. Ndio utapata picha nzuri zaidi. Sawa. So katika maendeleo ya afya kuna role mbili kubwa au majukumu mawili makubwa. Upande wa wanawake kama wagonjwa au wateja wa afya, Yeah. lakini pia upande wa wanawake kama watu wa huduma wa afya. Yeah. Tukianzia kama wanawake watu wa huduma za afya, ukiangalia takwimu zinaonyesha kwamba takwimu za shirika la afya duniani zinaonyesha kwamba katika mifumo ya afya duniani 75% ya watu wa huduma za afya ni wanawake. Really? Yes. That I'm sure. Yeah. Na majority of them wapo katika huduma za afya za msingi, primary health care, ambao tunajua kwamba hizi huduma za afya za msingi ndio 80% ya wananchi wanahudumiwa huko. Exactly. Na hii ni kwa sababu katika mifumo yetu ya afya, hasa katika nchi zinazoendelea, bado hatujawa na madaktari wengi sana wa kutosha. Lakini upande wa manesi ambao wengi wao ni wanawake, wapo wengi. Kwa hiyo unakuta katika huduma za afya ya msingi bado tunasema they are nurse led. Yaani muuguzi anakuwa ndio anaongoza zile. Ndio maana tunakuta kwamba wanawake wanakuwa majority ya watu wa huduma za afya. Lakini hata tukiangalia watu hawa wa wahudumu wa afya za msingi, afya ya jamii, our community health workers. Majority pia ni wanawake, lakini kwa sababu zile ni volunteer na kulingana na majukumu yao, mwanamke ni rahisi akafanya volunteering, baba mara nyingi atakuwa anatafuta ili afanye provision, si ndio? Ehe. Kwa hiyo tunawakuta tena kule, hawa ndio wanatembea nyumba kwa nyumba, hatuachi mtu kufikia wananchi katika kutoa elimu na kufanya majukumu mengine. Lakini kwa hiyo tunasema kwamba ili huduma za afya zifanikiwe, tukisema tuwatoe wanawake wote sasa hivi, kila kitu kinasimama. Kwa hasa huko chini. Kwa hiyo wana role kubwa sana kwa sababu hawa ni watu wa huduma wakuu. Tulikuwa tunatolea mfano kwamba daktari, whether ni mwanamke au mwanaume, anaonana na mgonjwa kwa muda mfupi sana lakini muda mwingi mgonjwa akiwa odini yupo na nesi. Manesi wengi ni kina mama au wanawake. Kwa hiyo wana mchango mkubwa kuhakikisha huduma zetu zinaenda. Lakini changamoto kubwa tulionayo kwamba licha ya kwamba duniani hiyo 75% ni wanawake watu wa huduma za afya, lakini katika uongozi na management ni 25% tu ni wanawake. Jambo la kufikiria sana kwamba inakuwaje kwamba hiki kitengo kina wanawake 75% lakini juu huku wako wachache sana. Na katika kitabu chake Profesa Esther Mwaikambo, mama yetu daktari wa kwanza mwanamke Tanzania, aligusia hili kwa namna yake fulani, akionyesha kwamba kina mama wengi wanaanza vizuri, hawapandi upande wa management kwa sababu ya majukumu ya kifamilia. Kweli? Yes. Wengi ataishia atapiga hesabu, nikishaanza kwenda kule juu tashindwa kuwepo nyumbani, never mind, sitaomba promotion, sitafanya nini. Kwa hiyo tukija sasa context ya kauli mbiu, tunaposema haki, uwezeshaji na usawa katika hili swala la wanawake kuweza kuingia katika vyumba vya maamuzi, ambako zinaandaliwa budget, ambako yanafanyika maamuzi ya kisera ambayo yanagusa pia wanawake kama watumiaji wa huduma za afya. Haki kwamba wafahamu na wao wana haki, lakini usawa na uwezeshaji in the context kwamba tunafahamu kinachorudisha nyuma kupanda huko juu ni hiyo majukumu ya kifamilia. Basi tuweke sera na mipango ambayo inawafeva waweze kufanya yote. Kwamba ukiwa mama, ukiwa mke, usilazimike kuchagua kimoja kati ya kazi au majukumu yako ya kifamilia. Kwa hiyo ni sera zile ambazo zinaweza zikawawezesha, ikiwemo masuala ya maternity leave ambayo sisi tuna katika sera nzuri sana za maternity leave, lakini kwa muda mrefu sana tumekuwa tunapigiwa kelele kuhusu vyumba vya kunyonyesha,
na vitu kama hivyo ambavyo vinamfanya mama awe comfortable kwamba naweza nikapump, naweza nikanyonyesha, nikaendelea na kazi zangu kama kawaida. Kwa hiyo ni sera mbalimbali ambazo zinamsaidia. Lakini kuna sera nyingine ambazo zinawekwa ili kuleta usawa katika masuala ya uongozi na management. Lakini kuwapa pia ile nguvu kwamba kama ni issue ya kuna za kuteuliwa na za kuchaguliwa. Kwa hiyo kama ni kuchaguliwa, wawe na ile confidence kwamba nitatoka, nitaenda, nitagombea na mimi. Kwamba sio kitu cha ajabu yeye kusimama. Sasa nadhani hapo ni one. Lakini upande wa wanawake kama watumiaji sasa wa huduma za afya, kina mama bwana, maybe tunasema kwamba hawana power ya decision making kivile, lakini wana power yao ndani ya familia na kwenye community, kwenye jamii. Ikiwemo ni mama anaweza, baba unaweza ukaleta chakula, lakini mama anajua kwamba atapika nini wakati huo. Kwa hiyo automatically hata ile hali ya lishe nyumbani mama ndio anajua. Kwa hiyo mtoto malnutrition na nini, hapo mama ana play part, sawa? Kwa hiyo kama watumiaji wa afya tunasema kwamba kati ya wanawake na wanaume, wanawake wana sijui how to put it in Swahili, lakini positive health seeking behaviors. Ukiingia hospitalini, wengi wanaokuja ni wanawake. Yaani mwanamke kichwa kimeuma anaenda hospitali. Ukikompea na wanaume ambao mara nyingi mpaka azidiwe ndio anafika. Kwa hiyo hizi positive health seeking behaviors zinawasaidia sana kina mama wao, waume zao kama na mume, lakini na familia. Kwa sababu yeye ndio ataona baba mbona kama shavu limevimba kidogo, twende hospitali, atahakikisha amefika. Mtoto ana changamoto kidogo, mama ndio atabeba, ataenda. Na katika ukifuatilia ile wanasema Tanzania Demographic Health Survey ambayo inaonyesha hali ya afya ya nchi ya mwaka 2022, takwimu zote zinaonyesha wazi kwamba ukiangalia hali ya afya ya watoto kwenye swala la udumavu, stunting, swala la kina mama kwenda kliniki, swala la watoto kunyonya, ile exclusive breastfeeding miezi 6 ya mwanzo ya maisha, na masuala mengine. Kuna context ya mwanamke, hali yake inavyokuwa na mafanikio ya hizo initiative. Nitaiweka hivi, utaona sasa kwa nini usawa, uwezeshaji na haki una play part. Ukiangalia hivyo, kunyonyesha, kwenda kliniki, kutumia huduma za afya wakati wa kujifungua, kote watakuonyesha kwamba asilimia kubwa mama ambaye amesoma, mama anayetoka kwenye kipato kizuri, atakuwa anaenda kliniki, atapeleka mtoto kupata chanjo. Watoto wao wana hudumavu asilimia ndogo sana, kwa sababu wanajua nini cha kumlisha mtoto na nini. Kwa hiyo kila kitu kinaunganika. Tunavyokuja kupiga kelele huku watoto wa kike waende shule, Tanzania Demographic Health Survey inatujibu kabisa kwamba mama alienda sekondari, probability ya mwanae kupata hudumavu ni ndogo kuliko mama ambaye hajaenda shule kabisa. Kwa hiyo kila kitu kina mahusiano na afya, kwa sababu uwezo wa kiuchumi wa mama, uwezo wa kitaaluma wa mama na afya yake ina play a very big part kwenye maamuzi yake ya kiafya, kwake yeye mwenyewe, kwa mume kama yupo, kwa watoto na kwa jamii inayomzunguka. Sawa. Ramadhan Karim, Ramadhani Mubarak. Hii ni The Pharmacist ya Basili TV na kujia moja kwa moja kutokea kipande hiki cha Upanga Magharibi. Tunaendelea na tumeungana na daktari mwandishi Dr. Kuduishe. Umezungumza swala la usawa kwenye nafasi za kiuongozi, lakini naamini Tanzania imekuwa ni sehemu au ni miongoni mwa nchi ambazo mwanamke amepewa pia nafasi kwenye au usawa kwenye nafasi za kiuongozi. Mifano iko mingi sana, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na nafasi nyingine nyingi. Ukija kwenye waziri wa afya, muda mwingi sana imekuwa ikiongozwa na kina mama, lakini pia tumeona eneo hili la Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum
mama yuko pale anafanya, lakini pia na taasisi mbalimbali kubwa kubwa ambazo zipo. Sisi BRT tunaona mkurugenzi mtendaji Dr. Amini Brenda, yes, Madam Brenda yuko pale. Sasa usawa huu bado unadhani kwamba wanawake wa Kitanzania wamekosa ile hamasa ya kuwania nafasi mbalimbali za kiuongozi, au tunahitaji tena kuendeleza sera ya kumpa nguvu na kumnyanyua mwanamke kama ilivyokuwa kwenye nchi nyingine ambazo bado wanawake wamekuwa kwa uchache sana kwenye nafasi za kiuongozi? Okay. Nadhani bado tunahitaji hiyo sera. Na nitaisema hivi kwa sababu leo hii nikikwambia unitajie madaktari wa kiume, you have a lot. Nikikwambia unitajie directors wa kiume, you have a lot. Lakini mimi ukiniambia nikutajie wa kike, naweza nikakulistia mbona unajua sana, because ni wachache. Umeona? Lakini pia kwa namna nyingine naweza nikaiweka hivi kwamba bado katika jamii yetu, kulingana na maybe ni tradition au makuzi, bado inaonekana kwamba mwanaume ndio the norm. Sawa? Nitachukulia mfano mzuri sana. Rais Samia alivyotoa mkeka ule ambao Dr. Tax alipewa uwaziri. Kulikuwa na minong'ono sana kwamba mbona wanawake wamekuwa wengi. Yeah, it happened. Iliongelewa sana, mbona wanawake wamekuwa wengi. Wanataka kushika mihimili yote. Yaani speaker mwanamke, rais mwanamke, mkuu wa majeshi atampa mwanamke. Why is it a problem? Siku zote wamekuwa wanaume wote. Kwa nini hakuna mtu ambaye alikuwa anaona ni tatizo? So hiyo sentence tu inakwambia bado hatuna usawa. Kwa sababu tunaona kama ile ni an exception. Lakini ukiangalia CV zao, they actually deserve it. Angalia viongozi wote wa taasisi za afya tuseme, kina mama. Dr. Nyambura Moremi yuko pale Maabara ya Taifa. Dr. Helen Senkoro, Mkapa Foundation, mwenyekiti wa bodi ya Muhimbili. Madam Brenda yuko CCBRT. Dr. Florence wa Amref ambaye ndio country director. Pale chini yake tu yuko pale Dr. Asia ambaye ndio head of programs. Kina Professor Julie Makani. Wote hao wapo. Kwa hiyo wapo ni kwamba ndio bado sisi kama jamii bado tunaona kwamba akiwekwa ni kama favor fulani. Ndio maana hata tulishtuka fulani vitu hivyo mabadiliko yalipotokea kwamba mkurugenzi wa NHIF mama. Okay. This is new. Kama tumefikia usawa, tusingeshtuka. Tungeona ni kitu cha kawaida tu. Kwa hiyo bado we need that. Unadhani tunaelekea huko? Yes, naamini tunaelekea huko. Naamini tunaelekea huko, ingawa kwa progress tulioifanya tu mpaka sasa hivi tayari kuna pushback. Tunaambiwa kwamba mmewabeba sana, which is not true. Yaani sio kweli. Hakuna aliyebebwa. Kila mtu aliyoko pale ana deserve, ana vigezo, na ndio maana yuko pale. Kwa hiyo nadhani swala la kufanya mindset change, kuona kwamba mtu yeyote ambaye ana merit bila kujali jinsia yake, they deserve kuwepo kwenye management, kuwepo kwenye position. Lakini pia kwa sababu kama hatujafikia usawa katika hizi sekta, tunasema kwamba sijui niwekeje, lakini kama tunafanya maamuzi kuhusu let's say vijana, tena hii ni mfano mzuri sana. Vijana kila siku tunasemaga vyumba vimejaa wazee vyafanya maamuzi kuhusu vijana. It's not right. Si ndio? Sio sawa. Then niliungana na director wa One Health. Yes, na ni miongoni mwa viongozi vijana. Tulijadili hilo na
tanabaisha kidogo kwa nini vijana wamekuwa kwa uchache sana kwenye meza za maamuzi yanayowahusu wao. Kwa sababu wanasema Afrika ina kundi kubwa sana la vijana kuliko mabara yote. Lakini kwenye meza za maamuzi hatuoni. Sasa tukija kwenye kwa upande sasa wa jinsia. Kwa mujibu wa sensa tupo almost 50-50. Tena sisi tumepanda kidogo. Then how comes kwenye meza za maamuzi hatupo? Je, maamuzi yanayofanyika yana consider perspective yetu? Tunafanya maamuzi tuseme ya nani ya watu wanaoishi na ulemavu au watu wanaoishi na VVU bila kuwahusisha, au tunamchukua tu mmoja kama token wapo hawa si mwana huyu mmoja? No, they have to be represented because maelezo yako mwanzo umejaribu kuonyesha miongoni mwa factors au vitu vinavyoweza kumchangia kwa nini tusiwakute kwenye meza za maamuzi wa kina mama. Yes, ile kwamba na notion kwamba mimi naweza majukumu ya nyumbani akanifanya nikashindwa kuja. Sasa hii ni kweli, sasa kwa nini tusikubali huo uhalisia kwanza? Kwamba nadhani kwamba hawezi akafanya yote. Yes, nadhani kuna sehemu lazima tukubaliane na huo uhalisia. Nadhani sio uhalisia. Kwa nini? Kwa sababu gani? Ukiweka sera rafiki za kumfanya mtu au tuseme mwanamke akafanya yote, anaweza akafanya yote bila sacrifice any part. Naomba nitoe mfano mzuri sana wa maisha yangu binafsi. Mimi nina mtoto atatimiza miaka 3 mwezi wa 8. Nilifanya interview yangu ya kwanza ya kazi mwanangu akiwa na miezi 3. Hongera sana mapema. Asante. Na sikupata. Lakini pia nakumbuka interview yangu ya kwanza niliulizwa swali ambalo kwa mara ya kwanza, unajua unaweza kuwa unasoma vitu kwamba wanawake hivi na hivi, lakini mpaka ukiexperience mwenyewe you know what, yes. Kuna swali niliulizwa kwenye interview ambao nina uhakika wenzangu hawakuulizwa. Wenzangu wote walikuwa wa kiume. Niliulizwa kwamba na mpango wa kupata mtoto mwingine lini? That is what we call motherhood penalty. Kwamba the moment unafahamika wewe ni mama, yani unapigwa penalty kwamba you can't get somewhere kwa sababu utakuwa busy. Mimi sijalalamika. Kwa nini unaniuliza kwamba nitapata mtoto mwingine lini? How you see? Lakini my second interview sasa nataka nikuonyeshe kwamba jinsi ukimwekea mama uwezo wa kufanya kitu anaweza kulingana na mipango uliyoweka. Nimeenda kufanya interview yangu ya pili sehemu nyingine. Nilifika nikiwa sasa, unajua ukishapata ile experience tayari uko uko equipped kwamba mimi yes, niko tayari for anything. The moment walifahamu kwamba mimi ni mama na mtoto wa alikuwa bado miezi 3, wakaniambia tunakupa chance, you be our first mfanyakazi ambaye atafanya kazi remotely. Utafanya kazi nyumbani kwa muda huu mchache, utakuwa na tutakupa designated days za kuja kazini na field work. Na I was very motivated. I wish my coworkers wote wanajua nilikuwa naenda field work na begi langu na mtoto wangu hapa mbele na tunapiga kazi. Now we did a very good job. Kwa ukiweka ni mazingira tu. Kuna mtu mwingine sasa kulingana na experience yake ya kwanza angesema you know what, maybe I should choose one. Huyu niende nikampeke kwa bibi huyu ili nifanye kazi. Au you know what, acha nitie mambo ya kazi mimi nilee. Umeona? Sasa resilience tunatofautiana. Kwa hiyo tunavoomba haya mabadiliko ya sera au kuweka mipango ambayo haitamfanya mtu awe discriminated kwa sababu ni mwanamke au kwa sababu hasa ni mama, kwa sababu hayo majukumu hayo ndio yanabadilishaga watu. Tunaweka ili kuweka mazingira wezeshi kwamba just because you're a mom tusiku exclude, kwa sababu
studies zinaonyesha kwamba the moment mwanaume akisema ni baba, they have a fatherhood bonus. You are likely to be promoted, you are likely to get a better, yani utapewa vile sijui mara kuna kikao apate posho akale apeke nyumbani. Lakini the moment unafahamika ni mother, wewe unapigwa motherhood penalty. Huyu ataenda kulea huyu. You see, so we want to change that. Na hivyo vitu ndo kama wewe hauonekani kwenye hizi trips tuseme, kwenye vikao mbalimbali, unadhani utapandaje juu? Ni ngumu. Watu watakuona lini? Utafanya networking lini? Upo desk. So nadhani kuna haja ya kubadilisha mitazamo kwenye namna anavyomwangalia mwanamke. Yes, especially mama. Kwa sababu kuna mwanamke ambaye sio mama, ana changamoto zake, mambo kama rushwa za ngono na nini na nini. Lakini pia kuna penalty ambayo mara nyingi mama anapata. Lakini hii mitazamo hatubadilishi tu sasa kwa upande wa jamii. Tunataka na kina mama wenyewe wabadilishe mitazamo. Ile ya unataka kudoji kazini kila siku unasingizia mtoto kliniki na nini, pia inachangia watu waone kwamba wamama wakishaanza mtu akishakuwa mama anakuwa yeye kila siku anataka kwenda kliniki, kila siku mtoto anaumwa. Kwa hiyo hii mitazamo tunataka sio tubadilishe kwa jamii, lakini kina mama wenyewe waone umuhimu kwamba you can balance both, na usitumie sasa mtoto kama kisingizio cha kutaka kudoji. Turudi kwenye afya ya mama na mtoto. Tukiwa tunaelekea kuadhimisha siku ya mwanamke ya wanawake duniani. Uwezeshaji wa afya na kuboresha huduma za afya na uwezeshaji, yani kumwezesha mwanamke kunaweza vipi kuchangia kuboresha kwa huduma za afya na kupunguza vifo vya mama na mtoto? Okay. So hizi sera za uwezeshaji wa mwanamke ziko mbali. They cut across. Ndio haya mambo ya tuseme hata watoto akipata mimba binti arudi shule bado, asikae tu nyumbani, kuhakikisha wanasoma tuseme masomo ya science na vitu kama hivyo. Vitu ni vingi. Sera against ukeketaji, ndoa za utotoni ambao bado tuna fight. Binti zetu bado wanaruhusiwa kuolewa na miaka 14 na ni kitu ambacho mimi nakibebea bango sana. Kwa sababu hivi vitu vyote vina mahusiano. Ni kuonyeshe hao. Kama nchi inaruhusu binti wa miaka 14 aolewe, it means kwamba inahalalisha apate hata ujauzito, si ndio? Tukiangalia vifo vya kina mama, majority ni underage. Yani nenda hospitali yoyote sasa hivi, kituo chochote cha afya, the moment wewe tuseme mama ni ujauzito chini ya miaka 20, unaambiwa mama uelekee hospitali ya rufaa. It's a risk pregnancy. Kwa hiyo unaona connection ya upande wa hizi sera na inavyokuja kuaffect hizi outcomes, health outcomes, vifo vya mama na watoto. Tukiwa na watoto wanaolewa wadogo, inamaanisha tutapata mimba za utotoni, vifo vya kina mama vinaongezeka. There is a connection there ambayo mara nyingi watu wengi hawaoni. Tunasema mabinti labda wapewe pedi bure mashuleni ili wasiwe watoro, wasiache shule. Mama ambaye hana elimu ndio ambaye haendi kliniki. Anaenda ile mimba ishakuwa kubwa miezi 8, yeye ndio anaenda ile first visit. Mwisho wa siku tunapata vifo vya watoto. Yeye ndio atakuwa hajui elimu ya lishe. Tunapata watoto wenye udumavu. Yaani baba hata yeye anaita nini nyumbani. Kama mama upikaji changamoto, hanyonyeshi. Tuna watoto wadumavu, na watoto wadumavu uwezo wao kufikiri ni mdogo. Sasa binafsi wewe unahisi nini kifanyike ili leta sasa hii kauli mbiu tu validate sasa kwenye jamii yetu ambayo tupo haki, usawa na uwezeshaji? Ni mbinu zipi unadhani tunaweza tukaziweka ili kuileta sasa hii kauli mbiu in actual practice, kwamba
kuna haki, usawa na uwezeshaji. Najua ni safari ndefu, lakini hatua kwa hatua nadhani tunaweza kufika. Nini unadhani kifanyike? Walimu wapo, watoto watasoma. Tutapata mwanamke ambaye anasoma, watoto wake watakuwa na udumavu. Kwa hiyo kujenga tu shule pale, it plays a part. Unaweza kuona connection ndefu sana, lakini it's a chain. Everything is a chain. Kwa hiyo kuhakikisha hizi huduma za kijamii zinawafikia watu, elimu, afya na barabara nini, vyote vina play a part. Lakini kikubwa zaidi ni elimu. Watu waangalie masuala ya uwezeshaji wa wanawake not as an attack to men, kwa wanaume, hapana. Ni tunataka tutengeneze tuna level ile field, watu wote katika jamii waweze kuparticipate equally bila kujali yeye ana jinsia gani au yukoje. Nadhani hivyo vinaweza vikatuwezesha tukafika sehemu. Kwa hiyo tunavyo push mabadiliko ya sera mbalimbali, ukiwa umeelimisha jamii, haitaonekana kama swala fulani ni la wanawake. Nitakutolea mfano. Wakati tunaongelea kuhusu swala la pedi bure mashuleni, pedi zitolewe bila kodi, lakini pia tukao tunaongelea mabadiliko ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971 kwamba watoto wa kike wasiruhusiwe kuolewa miaka 14, 15. Ukisoma hata watu waliokuwa wanachangia, nasema wale wabunge wanawake pale wanafanya nini bungeni, yani hawapushi hiki kitu. Kwa hiyo bado ile swala likimhusu mwanamke linaonekana la wanawake. Sio kwamba ni swala la jamii kwa ujumla. Kwa hiyo hii ni mindset ambayo we want to change. Kwamba kila mtu anaenda pale bungeni, ameenda ku present wanawake na wanaume kulingana jinsi yake. Sasa ameenda ku present wananchi. Exactly. Anapoishi wananchi wote. Kwa hiyo tunategemea kwamba ifike point tukipush swala la kiume hatuwezi tukasema hii jamani wanaume wote pale ndani wamejaa hamna wanachokifanya. Same as wanawake. So we want that. Na tumekuwa na very good best practice kwenye swala la kliniki ya baba, mama na mtoto. Tulibadilisha, sio mama na mtoto tena. Ukipita kliniki zote zimeandikwa baba, mama na mtoto. The moment ile imebadilika, wanaume wengi walikuwa na utayari wa kuwapeleka wanawake wao kliniki. Unawabadilisha mindset kwamba hili ni jambo lenu. Jambo la ujauzito sio aliyebeba tu, aliyeweka pia anatakiwa awepo pale na yeye awe na. So elimu imeonekana ni sehemu kubwa sana ya kuendeleza kuitanabaisha sasa ile eneo kwamba tuone kwamba haki, usawa na uwezeshaji vinaweza kufikika. Yeah. Tumalizie kwa ufupi sana. Amekuwepo muda mrefu sana Dr. Dorothy Gwajima kutoka Wizara ya Afya. Sasa hivi yupo Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Na amekuwa akifanya, lakini inapotokea tu kwamba kuna tukio la ukiukwaji wa haki za kijinsia, unamuona tu kwamba pale watu watamtagi bwana waziri, kuna hiki kitu hujaona. Lakini natamani kuona namba ya wanawake wengi sana ambao wanaendeleza hizi harakati za kumpambania mwanamke naye anapata nafasi kwenye maeneo mbalimbali, usawa lakini pia na uwezeshaji. Lakini kuna nafasi ndogo sana, watu wachache sana ambao wamekuwa wakijidhatiti kujihusisha na hizi harakati. Lakini unaniambia wanawake wapo wengi sana, manake hawaoni hili kama ni tatizo? Nadhani wanaona. Napenda kutumia mfano katika masuala ya harakati za kitu chochote. Kila mmoja anakuwa ana play part yake. Ni kama mkiwa na sherehe au msiba. Kuna ambao wataenda kuchukua kuni, kuna ambao watakaa jikoni, kila mtu ana play part yake. Kwa hiyo kuna wale ambao ni wapiga kelele, ambao wataamka kila siku pedi bure si nini, wapo. Alafu kuna wengine watakuwa huko wanafanya background work, wana lobby huko nyuma ya pazia, tunaweza tusiwaone, tusiwajue. Kwa hiyo kuna wengine atakuwa anafanya mentorship. Yeye ameona kwamba mimi uwezo wangu wa kwenda kushout au kupiga kelele
sina, lakini nina uwezo wa kuwamenta mabinti wengine. Nikawa nahakikisha wanaingia kwenye vyumba vya maamuzi. Kwa hiyo kila mmoja na play part yake. Kwa before tuseme kabla sijawa na mahusiano karibu na wanawake wengi, tuseme katika sekta ya afya, mimi mwenyewe nilikuwa naona kama mbona siwaoni. Lakini nimekuja nikajiunga MEWATA, nikajiunga vikundi mbalimbali vya wanawake walioko katika sekta ya afya hasa. Unaona kwamba kuna watu wanafanya vitu, ni kwamba tu hawatangazi kwamba jamani mimi nilihakikisha wasichana 20 wamepata scholarship, you see. Kwa hiyo kila mtu ana play part yake. Naamini kwamba kila mtu akiona kwamba mimi nifanye hiki tunaweza tukatimiza. Kwenye last time tulikuwa na event fulani hivi ya UN Women, akatoa mfano mama mmoja kwamba alikutana na binti aliyemwambia anarudi kutoka shule, alikutana naye kwenye kivuko Kigamboni. Yule binti analia, hataki kurudi nyumbani. Akamuuliza, akamwambia mimi nyumbani nafanywa ukatili na baba yake. Akawa analia. Yule mama aliamua tu, akamchukua, akamfikisha mpaka polisi, wakatoa taarifa, akawa amepata msaada. Lakini hicho kitu unaweza ukakaa usijue, umeona? Kwa hiyo kila mtu anakuwa na play part yake. Unafika kule, kuna mwingine anapokea, anahakikisha amepata justice. Kuna mwingine anapokea, atasema mimi basi nitamlea, ataenda shule. Kwa hiyo kila mtu anakuwa na play part yake katika hili swala. Kila mtu ana play part yake. Kuna wengine ambao kazi yao ni kuhakikisha uhusishwaji wa wanaume katika hili swala. Vyote. Kwa hiyo tunaweza mnaona mbona yule yuko pale juu afanye kitu. Ni kwamba anachokifanya hajaamua kujitangaza. Kwa kumalizia ujumbe, tukiwa tunaelekea kwenye maadhimisho haya siku ya wanawake duniani, ujumbe wako kwa jamii, hasa kwa jamii, kuhusu haki, usawa na uwezeshaji, kuimarisha haki, usawa na uwezeshaji. Ujumbe wako wa mwisho kabisa kwa jamii ni upi unadhani? Mimi ujumbe wangu kwa jamii ni kwamba hili swala la haki, usawa na uwezeshaji wa wanawake, nataka jamii ifahamu kwamba it is not at the expense of men. Yani haimaanishi kwamba tunavyohakikisha haki, usawa na uwezeshaji wa wanawake ni kwamba tunamweka mwanaume chini. Ni tunatengeneza level, yani at least wote tuwe katika jamii tuna participate katika usawa. Natamani sana jamii ione hii kitu in that way, rather than kuona kama ni attack on men. Mimi napenda sana kutumia mfano kwamba nikiona sasa hivi wote tunaambiwa tujifunze lugha ya alama. I won't mind kwa sababu eti labda watu wenye changamoto ya kusikia ni wachache. No, I'll be excited kwamba wenzangu wanakuwa involved. At least nikikutana naye nitaweza kuongea. Kwa hiyo natamani swala la jinsia tungelichukua hivyo, kwa sababu tukichukulia kwenye masuala ya vijana tunaichukulia hivyo na it's not a problem. Umeona? Masuala sijui ya ratio hivi uraia sijui nini, tuachukulia hivyo na it's not a problem. Why does the jinsia part become a problem? Asante sana daktari. Ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia siku ya wanawake duniani kitaifa itaadhimishwa jijini Arusha, lakini itaanza kwa maadhimisho katika mikoa yote. So kilele chake kitakuwa jijini Arusha na tutaungana kwa pamoja katika kuadhimisha siku hii ya wanawake wote duniani. Hii ni The Pharmacist ya Basili TV na kujia moja kwa moja kutokea kipande hiki cha Upanga Magharibi. Tumekuwa na majadiliano ya kina na Dr. Kuduishe Kudu Zekudu katika haya, na mimi umepata taarifa na kujifunza kwa kina zaidi kuhusu nafasi ya mwanamke kwenye sekta ya afya na maendeleo na maboresho yake kwa ujumla.
Ulikuwa na mimi wakili wako wa afya Adam JM. Usikose episode inayofuata. Asanteni.